mwanachama wa Simba wa siku nyingi toka 1992. Kadi yangu 00114. Sisi ni wazee wa Simba na wote tunaona hao ni wazee wa Simba. Tumekuja hapa au tumewaiteni ili tuweze kutoa rai yetu, muono wetu, mustakabali wa mpira unapokwenda. Mimi nakaa katika mazungumzo ambayo nataka niangalie vizuri zaidi ni rais wangu Bwana Karia. Na muonea huruma sana. Sidhani kama anapata usingizi kwa kadhia yote ya kutoka tarehe 8 mpaka leo tarehe 26. Na kila siku jambo linazidi kuongezeka, linakuwa kubwa zaidi, badala kuwa ni jambo la kumalizika katika mpira. Ligi ni mpira. Mpira una sheria zake. Na utaratibu wa mpira uko chini ya chama cha mpira, sio kwenye vilabu. TFF wao wanachukua taarifa hizi au wanaendesha mpira kufuatana na kanuni zilizokuwepo CAF. CAF nao wanafuata mpira, wanafuata kanuni ambazo ziko katika FIFA. Hii ndio inaitwa familia ya mpira. Sisi wote hapa mnapotuona ni familia ya mpira. Vile vile na waombeni sana vijana waandishi. Si ndo ngome imeisha hivi. Ukikaa miaka 15 ofa. Nyinyi ndio mnakuja sasa. Mnatakiwa muheshimu, muangalie mpira wa Tanzania. Muutoe hapa ulipo walipoweka Karia uende juu zaidi. Kama anavyofanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatabika sana mama yule. Mara goli la mama. Mara kaingia kuangalia kurekebisha kila kitu. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye baraza lake la mawaziri wana macho chongo. Mheshimiwa Karia katika sakata hili la tarehe 8, mimi naliita tarehe 8 mwezi wa 3, alikuwa yuko nje ya nchi. Aliporudi baada ya bodi la ligi kuahirisha mechi hii, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa makusudi, lakini limeahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitengenezea kanuni zao. Kwa sababu kukaa na mapanga, kukaa na fito, kukaa na ngumi, matusi, vurugu, kuchukua gari ya polisi kuweka mbele kwenye gari la Simba, ule ni uhuni. Ule ni upuzi, sio mpira. Ile ni kanuni mpya ambayo tumeiona Mwanza. Tena watu hata nyinyi waandishi mnasema mbona kule Mwanza mkuu wa mkoa alimwekea gari ya polisi hawakususa. Simba hawajasusa. Simba wanataka kuwaelezeni, Simba wanataka kuwasomesheni sheria, taratibu ya mpira. Kwa sababu Simba wao ndio wenye certificate, wenye lebo ya mpira wa nchi hii. Naanzia hapo. Simba walipoamua wanachama tena hao unaona kwamba tunataka kufanya mabadiliko, tuinue mpira uwe juu. Unapotaja timu 5 au 10 katika Afrika, basi uhitaji na Tanzania Simba iwemo. Wengi walibeza. Nyinyi wengine bado mlikuwa vijana, mjakuwa waandishi wa habari. Walimbeza model. Wanachama tukafanya mikutano zaidi ya 3, lakini mkubwa kabisa tulifanya policy mess kwamba Simba inaenda katika mabadiliko ambayo yatakuwa ya uwekezaji ili mpira uweze kukua zaidi. Simba sisi tulinyonga, tulisema hivi tunataka kwenda kwenye mabadiliko. Mwenyekiti wetu wakati huo Bwana Evans Aveva, kijana msomi, alisema wana Simba mtapata hayo mabadiliko. Wanachama walipokaa wakaipelekea TFF, mabadiliko yetu sisi ni haya, tutakuwa na bodi. TFF wakasema hivi, kanuni na katiba yetu haifafanui kuwa na uwekezaji katika vilabu vya wanachama. Tupeni muda lao wa mwaka mmoja tuweke kanuni na sheria ili viwepo registered. Sisi tukakubaliana. Leo
Bwana mmoja anaitwa Mheshimiwa Karia amerudi hapa, anasikia vyombo vya habari, watu wanamtukana, watu wanafanya nini, kwamba bodi lijiuzuru kwa ajili ya mechi tarehe 8. Karia alisema maneno haya yafuatayo: mpira wetu tumeuweka juu, hatutakubali mpira huu ushushwe na watu wapuuzi, wajinga, wana desturi za kitoto. Tutaulinda mpira wetu. Mimi wananambia Simba, mimi sio Simba, mimi Costi. Lakini nyakati ya uongozi wangu mimi, klabu iliyofaidika ni Yanga. Anaongea kwenye vyombo kama hivi. Kwani wao tuliwalinda sana mimi na uongozi wetu. Sasa hapa ndio swala hili waandishi wa habari mmeliacha tu linaelewa yani. Lazima mrudi huko. Mimi nimejiuliza na watu wa Simba, umefaidika nini Yanga? Na huyu Mheshimiwa Karia anasema, kaongea kwa neno moja la Kiingereza kwamba amewalinda sana Yanga. Kivipi? Tukapata jibu, mkono unaotoa na mkono unaopokea. Ule mkono unaotoa ndio unachukua mamlaka. Sasa Karia amefanya jambo gani? Jambo la kwanza alofanya kupitia Yanga timu ya GSM, kutaka kuwavalisha wote jezi za GSM hapa. MT mdhamini mwenza. Kama sio ushujaa wa mama Babla, dada yangu yule, sote tungevaa jezi hapa imeandikwa GSM rangi ya njano, ambayo sio sahihi. Alipoondoka, waliposhindwa ile Simba, waliposhinda ile taarifa ile na hakuwepo tena mdhamini, akatoa kwa zile timu mbili alizowekeza, akarudi kwa mlango wa nyuma, mwekezaji wa timu zaidi ya moja. Najiuliza kitu kimoja, Simba walipotaka kuingia kwenye uwekezaji, tumeambiwa kanuni haiongei. Kwa nini GSM anataka kuwekeza zaidi ya timu mbili, zaidi ya 3? Kanuni inasemaje? Haiongei lolote. Kwa nini wasiseme ngoja tukae tujadiliane ili tutengeneze kanuni ambayo itakuwa fair kuinua mpira wetu kwenda juu zaidi? Hakufanya hivyo. Pale ndio mafaidiko ya kwanza ya Yanga Afrika kwa Karia. Matokeo yake wamempanda kichwani. Marefali wanapanga wao. Hata mtangazaji hatumtaki Mpenja, tuletee Ngodo. Sasa wao nani? Wao bodi la ligi. Matokeo yake sasa Karia leo kila nilipokaa anatokea hata muuza nyanya kama mimi Manzese. Karia mjinga wewe, Karia mpumbavu. Hivyo kweli mtu wewe rais yule kafu kaupeleka mpira, ana heshima kubwa, mtu anaweza kumtukana mpumbavu? Sisi tunasema hivi, Kabudi hayawezi haya mambo. Kama waziri wa mambo ya ndani wa nchi hii aliachia magari ya polisi pale uwanja wa Taifa kuizuia Simba isiingie, basi hata Kabudi hawezi. Huu mpira bado urudi huku kwenye bodi la ligi, kwa sababu bodi la ligi Yanga mtoto wao. Simba mpira uliocheza mpaka ulofika hivi sasa hivi ni nguvu zake mwenyewe, uwekezaji, wanachama na kwa pamoja na bwana mdogo Ahmed Ally. Fanya kazi kubwa. Hao wazee mshaona hivi wanafanya kazi kubwa usiku na mchana. Ndio Simba imefika pale. Lakini light Simba isingekuwa hivi, kuwa katika umoja wao, kupambana na kucheza mpira, kuwekeza vizuri katika soka, kuwa na vijana wazuri kina Hoa na wenzie, ingekuwa balaa kubwa. Kwa haya machache, mimi napenda kuzungumza neno moja vijana wangu. Tena moja. Leo sisemi sana, jambo moja tu. Kabudi kama nataka kukaa nao amwite Musonja. Bado yuko hai. Aje uangalie vizuri hawa Yanga jinsi namna gani ilivyokwenda. Lakini kwa mimi ninavyotaka, mimi ninavyoona na wana Simba wote, kwa sababu tunaweza kuhamasishana. Kama watu wa Yanga wanasema watamwaga damu, Mchengero anaangalia, waziri wa mambo ya ndani hawawezi. Kwa hiyo tunazungumza kwamba mpira huu bado urudi huku kwenye TFF, mpira huu bado urudi huku kwenye bodi ya ligi. Muguto leo akae hapa aseme kapewa nini na Yanga mpaka umewabeba mpaka wanashindwa kusema. Kwa haya machache mimi napenda kupumzika. Asanteni sana. Mimi zamu yangu
part of the game. It's a rich thing.